kupitia kitabu cha Wafilipi 1 na mstari ule wa 3 na wa 4 na hata mstari wa 5. Bwana asifiwe. Nitasoma. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu katika kueneza Injili, tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Nami niliaminialo ndilo hili, ya kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Amen. Napenda niwaambie kwamba siku ya leo ni siku ya kushukuru. Bwana asifiwe. Maana maandiko inasema, namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, siku zote kila niwaombeapo. Naona Mtume Paulo alichukua nafasi ya kuweka neno hili katika mawazo ya Wakorintho, wale wampendao Mungu waweze kupata nafasi ya kukumbukana. Amen. Naweza kusema ni kipindi ambacho cha kukumbukana, kumkumbuka ndugu yako, kukumbuka dadako, kukumbuka watumishi wa Bwana na jumla kanisa lote, na pia kukumbuka taifa letu la Kenya kwa ajili ya jambo na janga tunalopitia ya magonjwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mtume Paulo akawa anasema, namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo. Leo tunafaa kukumbuka kanisa la Bwana. Amen. Na leo tunafaa kukumbuka taifa la Kenya na maombi. Leo tunafaa kukumbuka wanadamu wote wanaoishi katika hii taifa, pamoja na kushukuru kwa uzima na amani ya Yesu Kristo ndani yetu. Amen. Na pia tuna nafasi ya kukumbuka kwamba tunafaa kumshukuru Mungu kwa uzima ambao Bwana ameweka. Amen. Yaani tunafaa kuangalia yale mambo Mungu ametutendea mpaka tukafika siku ya leo. Badala ya kulalamika tuweze kuwa na nafasi ya kushukuru. Badala ya kulia tuweze kuwa na nafasi ya kumwambia Bwana ni asante. Badala ya kulalamika tuchukue nafasi ya kuombeana sisi sote. Amen. Mstari wa 4 inasema, siku zote kila niwaombeapo nyinyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha. Amen. Mtume Paulo anasema kwamba siku zote kila niwaombeapo. Kwa hivyo tunaona mtumishi Paulo alikuwa na wakati wa kuombea Wakristo hata wakati alikuwa mbali nao. Amen. Hata wakati hakuweza kuwa katika hekalu la Bwana, mahali alikuwa anaombea Wakristo. Amen. Nasi ni wakati wa kuombeana, maana tumeona kwamba hatukaribiani na hatukui karibu na hatuingii katika nyumba za maombi. Ni wakati ambapo napitisha huu ujumbe, sisi watoto wa Mungu tuweze kukumbukana katika maombi na tuweze kuwa na wakati ya kuombea washirika wenzetu mahali walipo. Bwana asifiwe. Na tuweze kuwa na wakati wa kukumbuka viongozi wote, viongozi wa makanisa, viongozi wa taifa la Kenya na hata wakao katika taifa la Kenya. Bwana asifiwe. Maana tunaona Mtume Paulo alikuwa anasema ya kwamba, na siku zote kila ninapowaombea nyinyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha. Tunapoenda mbele za Bwana
yale maombi yako na mauchungu, tusiombe maombi yale yako na hasira, tusiombe maombi yale yako na kelele na matukano ama ukombi, bali tuweze kuachilia maombi yetu kwa furaha. Amen. Yaani unapoombea yule mkristo mwenzako, umuombee kwa furaha ukijua kwamba Mungu wetu wa mbinguni anasikia maombi. Amen. Tunajua kwamba sisi kanisa la Bwana na viongozi tumetupwa mzigo mkubwa wa kusimama katika pengo, na pia wale ambao wako katika kitengo cha uombezi wamepewa mzigo wa kusimama katika pengo ili waendelee kuomba. Kwa hivyo tunaona kwamba tunaambiwa tunapoomba tusiombe kama watu wamejaa hasira, tusiombe kama watu wako na malalamiko, na tusiombe maombi ya manunguniko, bali Mtume Paulo anasema tuombe maombi yaliyo na furaha. Amen. Tuombee watoto wetu maombi yaliyo na furaha, maombi yaliyo na mafanikio. Badala ya kuomba tukilalamika, tuombe maombi yana furaha. Tunapoombea taifa letu, tuombe maombi yako na furaha. Tusiombe maombi ya kusema hawa ndio wamefanya. Tusiombe maombi ya kusema hawa ndio wamefanya ugonjwa kuongezeka. Tusiseme kwamba hawa ndio wamefanya mipaka ifungwe. Hapana. Mtume Paulo anasema tunapoomba tuombe maombi yenye furaha na maombi yenye hekima na maombi yamejaa neema. Bwana asifiwe. Na ninaamini kwamba yale maombi yamejaa neema na maombi yamejaa hekima na maombi yamejaa furaha, yale maombi ndiyo yataweza kusikika mbele za Bwana. Amen. Najua kuna wakati ambapo tunaweza kuwa na kipindi ya kusema tuombe maombi yaliyojaa hasira, na njia ya kwanza kumwambia Mungu, wewe ndio umeachilia magonjwa yajae katika dunia yote. Hapa tunapoomba yale maombi ya kusema wewe Baba umeachilia watu wako, umeachilia watoto wako waangamie, hayo sio maombi yanayekubalika. Maana tunaambiwa kwa kila jambo mapenzi ya Bwana yanatitimia. Amen. Yaani kwa kila jambo mapenzi ya Bwana yatimizwe. Waidha kumeinuka magonjwa yasiyo na tiba yetu, tunasema Bwana ni asante, maana wewe yakitokea uliyajua, na mahali yataenda kuishia wewe unayajua. Kwa hivyo tunasema na mapenzi yako yatimizwe. Amen. Tunaweza kusema Baba umeachilia janga la njaa, taabu na magonjwa, ukosefu wa kazi na vitu vingi. Lakini ninapoangalia Mtume Paulo alikuwa anasema ninapowakumbuka na ninapowaombea na waombea maombi yaliyo na furaha. Amen. Siku zote ninapoomba, ninaomba maombi nikiwa na furaha nyingi na nikijua kwamba mapenzi ya Bwana yatatimizwa. Amen. Na nikijua kwamba katika kila ombi Mungu atanyosha na mkono wake na kufanya kila neno tuliombalo liweze kusikika na kujibiwa. Amen. Nilikuwa ninatafakari maneno haya, nikasema kila mtu aweze kujichunguza anapoenda kuomba, huwa anaomba namna gani, na je, maombi yake yanaweza kujibiwa ama kusikilizwa? Maana ninaona Mtume Paulo alikuwa anasema jambo la kwanza tukumbukane, jambo la pili tuombeane, jambo la tatu na tuombe maombi yaliyo na furaha. Amen. Sio maombi ya kuteta, sio maombi ya kunungunika, sio maombi ya kusema kumeenda na kumekuwa, si maombi yamejaa vita, bali maombi yetu tukayalenge na njia ya kumwambia Bwana, na wacha mapenzi yako yaweze kutimizwa. Amen. Na wacha mapenzi yako yaweze kutimizwa. Bwana asifiwe. Na wacha mapenzi yako yaweze kutimizwa. Wakati tutaomba maombi yaliyo na malengo na maombi
hekima na rehema na huruma na matamko mazuri yaliyo na sababu mbele za Bwana, yale maombi yatasikizwa na yale maombi yatajibiwa. Bwana asifiwe. Anasema kwamba mstari wa 5, kwa sababu ya ushirika wenu katika kueneza Injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Mtume Paulo anasema yale maombi anayoomba katika ushirika. Bwana asifiwe. Na tunajua kwamba sisi ni Wakristo, tuko ndani ya nyumba ya Bwana, na pia sisi ni Wakenya ndani ya taifa la Kenya. Bwana asifiwe. Ili maombi yako ya taifa yaweze kujibiwa, lazima uweze kuwa na ushirika mzuri na taifa lako. Maana kuna watu wengine hawana ushirika na ile taifa lao. Maana wakiulizwa wanaweza kusema, heri singekuwa Mkenya, heri ningekuwa Mtanzania, heri ningekuwa Mwamerika. Lakini kwa sababu tuna pengo la kuombea taifa letu, jambo la kwanza lazima uifurahie taifa lako. Jambo la pili, ukaweze kuwa na ushirika na taifa lako, na jambo la tatu, ukaweze kupenda taifa lako, ili utakapopika magoti na kuiombea taifa, ile maombi iweze kujibiwa kwa haraka. Bwana asifiwe. Maana tunaona Paulo akizungumzia kitu inaitwa ushirika. Ushirika ndio unaweza kufanya ombi liweze kujibiwa kwa haraka. Bwana asifiwe. Kama mimi sina ushirika na wewe, hata nikiomba huenda lile ombi halitajibiwa. Maana kama hakuna ushirika kuna chuki. Amen. Kama hakuna ushirika kuna ukombi. Kama hakuna ushirika kuna kutoelewana. Lakini Mtume Paulo anasema kwa sababu ya ushirika wenu katika kueneza Injili. Amen. Kwa sababu ya ushirika wenu. Kwa hiyo jambo lolote, kama uko na nafasi ya kuombea taifa lako, lazima uangalie kuwa na ushirika mzuri na taifa lako. Amen. Kama kuna jambo la kikanisa unataka kuombea, lazima uwe na ushirika mzuri na ile kanisa lako tena. Amen. Kama kuna dada, ndugu wa kiroho unataka kumuombea, lazima kati yako na wewe muwe na ushirika mzuri, ili ya kwamba yale maombi unayoyaachilia yakaweze kusikika na kujibiwa kwa haraka. Bwana asifiwe. Tumupe Bwana makofi asifiwe. Haleluya. Hii ni jambo moja imesilia maombi ya watu wengi kutojibiwa. Maana wakati wanapoanza kuachilia maombi, wanaachilia maombi wakiwa na wingi wa hasira, wanaachilia maombi wakiwa na machungu, wanaachilia maombi wakiwa hali ya kutatatanisha. Lakini tunaona jambo la kwanza, tufurahie. Amen. Mioyo yetu iwe na amani tunapoenda mbele za Bwana. Mawazo yetu yawe na utulivu, na maneno yale tunayoyatoa yawe ni maneno yaliyojaa neema na furaha kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na tutakapofanya hivyo, maombi yetu yataweza kujibiwa, na maombi yetu yatapata nafasi na kibali mbele za mbingu. Bwana asifiwe. Mbele za mbingu maombi yetu yatapata kusikilizwa, mbele za malaika, mbele ya kiti cha rehema kilio chetu kitaweza kusikilizwa, ikiwa kila mtu atatoa maombi na njia ile inayohitajika. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunaweza kuingia katika nafasi ya kuombea wale ambao wamekonjeka, na maybe tuwaendee kule hospitalini, ama tuwapikie kwa manyumba yao wale wamelala kwa manyumba. Lakini tunapowafikia katika manyumba yao, hatufai kwenda kuwaombea magonjwa yao tukiwa na uchungu. Hatufai kwenda tukiomba
kumtetesha Mungu, ama tukilalamika tukiuliza Mungu, mbona umeachilia magonjwa ya huyu mtu? Tuna mfano mzuri wa mtu anaitwa Ayubu. Ayubu tunaona hakuwa na uchungu na yale magonjwa yaliyompata, bali tunaona alifikia kiwango akasema, wakati kuna mema tunamshukuru Mungu, na wakati kuna mabaya tunamshukuru Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo tunaingia katika hali ya kuombea waliogonjeka, hatutaenda katika hali ya kumtetesha Mungu, bali tutaenda hali ya kumwambia Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya huyu mtu, ni wewe uliyemuumba, na hata ni kiumbe chako, Bwana wa mabwana, unamjua na unamtambua. Kwa hivyo Baba, tunakuomba kwa neema na huruma zako uweze kunyosha mkono wa uponyaji juu ya huyu mtu, na mapenzi yako yatatimizwa mbinguni na duniani. Amen. Maombi mengi, Wakristo wengi waliomba yalikosa nafasi ya kujibiwa kulingana na vile watu waliweza kupeana yale maombi ama dua zao mbele za Bwana. Kwa hiyo kama jambo lolote unaloliomba, hebu angalia vile unapeana dua zako mbele za Bwana, na uangalie vile unapoinua maombi yako mbele za Bwana. Unaweza kuinua maombi ikachukua muda mrefu bila kujibiwa, na ndiposa tunaona Mtume Paulo anatupea mwongozo mzuri wa kupeana yale maombi ili yaweze kujibiwa. Amen. Tumupe Bwana makofi makubwa. Kuna mambo mengi ambapo mwanadamu akiwa hapa duniani anaruhusiwa kuyaomba. Maybe wakati ambapo kuna tauni, maybe wakati ambapo hakuna mvua, maybe wakati ambapo kuna njaa, maybe wakati kuna magonjwa yasiyopona kama hayo. Yale maombi yataweza kujibiwa kulingana na vile utakavyoyapeperusha mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Maana huwezi kwenda mbele za Bwana uanze kumwambia Baba, wewe ndiye umefanya, umeachilia watu wako wakuve. Hapana. Bwana asifiwe. Huwezi kwenda kumwambia Baba, wewe ndiye Mungu, umefanya mvua isinyeshe. Hapana. Maana tunaambiwa kwa kila jambo litakalokuwa linatendeka duniani linalo sababu kutoka kwa Mungu. Mungu anajua ni kwa nini dunia iwe na matatizo kama haya. Mungu anajua ni sababu gani watoto wake wanapitia haya mambo. Mungu anajua ni kwa nini mvua ikanyesha. Kwa hivyo neno la Bwana ni kwamba tumuendee kwa busara, tumuendee kwa maneno yanayofaa, tumuendee kwa maneno yanaweza kujibiwa. Bwana asifiwe. Na tutakapofanya hivyo, maombi yetu yatajibiwa na yatapata kibali mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Maombi yako yatajibiwa, maombi yako yatapata kibali, maombi yako yatafanya njia zako zifunguliwe, maombi yako yatafanya wagonjwa wapone, ikiwa utayaomba na njia ile ambayo inafaa. Bwana asifiwe. Ninaweza kupeana mfano kwa taifa letu liko na rais ama kiongozi ama mfalme, na huwezi enda kwa mfalme ukiwa unapika kelele ama unapayuka. Wale walio pale watakutoa na watakusuilia na wataweza kuona kwamba wewe ni mwenda wazimu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata sisi wakati ambapo tunapoenda mbele za Bwana, lazima tuwe na maneno yaliyo na heshima, yanayofaa na yanayostahili kusikilizwa na mfalme aliye mbinguni, ambaye ni Mungu wetu wa mbinguni. Amen. Na tunapofanya hivyo, yale maombi yatajibiwa na yale maombi yatapata nafasi mbele za Bwana na tutatendewa na Mungu. Amen. Kuna wakati mmoja nilikuwa ninajifunza jinsi nitakavyokuwa ninaenda mbele za Bwana, na
nilikuwa ninaangalia maneno yaliyokuwa yananenwa na Solomoni, maana kuna wakati Solomoni alikuwa anasema kwamba Bwana nifundishe kuingia na nifundishe kutoka. Bwana asifiwe. Bwana nifundishe kuingia kwako na unifundishe kufanya nini? Kutoka. Kwa hivyo ninaona kwamba nilikuwa ninaangalia ni jinsi gani ninaweza kujifundisha kuingia kwa Bwana na jinsi gani ninaweza kujifundisha kutoka kwa Bwana, maana jinsi ya kuingia mbele za Bwana ni neno muhimu sana. Amen. Na jinsi ya kutoka mbele za Bwana ni neno muhimu sana. Bwana asifiwe. Na tunapoelewa yale maneno, hakuna mtu ataweza kusema kwamba niliomba sikupata majibu, niliomba sikujibiwa, niliomba Mungu amenyamaza, niliomba sikueleweka. Kwa hivyo jifunze sana katika maombi jinsi ya kwenda mbele za Bwana na jinsi ya kuzungumza na Mungu wako na jinsi ya kunena na jinsi ya kumalizia maombi yako. Bwana asifiwe. Na utakapojifunza yale maneno, ombi lako litajibiwa, shida zako zitakuondokea, vifungo vyako vitakuondokea, na hata visilani na mikozi imekuwa inafuatana na wewe itaweza kukuondokea. Bwana asifiwe. Na tunapofanya hivyo tutampendeza Mungu, tupendeze Roho Mtakatifu, tupendeze na malaika wa Bwana, na tupendeze katika nyumba ya Bwana, na tuweze kupata heshima na kibali mbele ya macho ya Bwana. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Mpe Bwana makofi. Mstari wa 6 unasema kwamba nami niliaminialo ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Amen. Nalo ninaloliamini leo ndio hili, aliyeanza kazi njema ndani yetu mioyoni mwetu ataimaliza. Kuna neno moja nataka niwatie imani wa Kristo. Mungu aliyeanza kazi ndani yako ataimaliza. Bwana asifiwe. Na hakuna chochote ameanza ndani yako kinaweza kumalizwa ni mwanadamu pasipo sababu kutoka kwa Mungu. Amen. Neno ninaloliamini siku ya leo, chochote alianza ndani yetu mioyoni mwetu ndiye atakaye kimaliza. Amen. Hii ni kusema kwamba kila mtu aweze kuwa na confidence, jambo lolote iliyo ndani ya moyo wake, hakuna mtu yeyote ataweza kuimaliza, wala wachawi hawana nguvu na uwezo, wala wakanga, wala hata yeyote mwenye wivu ana uwezo wa kumaliza kile ambacho Mungu ameanza ndani yako. Amen. Anaye uwezo wa kumaliza ni yule aliye juu, naye ni Mungu wetu akatiaye katika kiti kile chenye mamlaka mengi. Tumupe Bwana makofi. Haleluya. Naye ni Mungu akatiaye katika kile kiti kiko na mamlaka. Tunapoenda mbele za Bwana, jua neno moja ndani yako, kile ambacho Mungu amekianza hakuna mtu ataweza kukimaliza, na kile ambacho kimepangwa na Mungu maishani mwako hakuna mwanadamu yeyote anaweza kupangua. Weidha ako na uchawi ama ako na majini, weidha ako na chochote, weidha ni nani, kile ambacho Mungu amepanga katika maisha yako hakuna mwanadamu anaweza kuipangua. Hilo ndilo neno ninajua ndani yako, kile ambacho Mungu amepanga